Mheshimiwa Spika, serikali inatambua mchango mkubwa wa sekta za sanaa, michezo na burudani katika utoaji wa ajira kwa vijana hapa nchini. Hivyo, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imewekeza katika miundombinu, matukio ya kitaifa na kimataifa na programu mbalimbali za kukuza vipaji, jambo lililochangia kuongezeka kwa fursa za vijana za ajira kwa vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa hatua tulizochukua ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa viwanja mbalimbali vya michezo hapa nchini, uratibu na utekelezaji wa matukio mbalimbali kama vile sanaa mtaa kwa mtaa, tuzo za muziki, tuzo za filamu, tuzo za wacheshi, tamasha la muziki wa dansi na Samia Serengeti Music Festival. Vile vile, serikali kwa kushirikiana na wadau huendesha mafunzo, warsha na makongamano ili kuongeza ubora na ushindani katika sekta hizi. Hatua hizi zinachochea ukuaji wa ajira za muda mfupi na mrefu kwa vijana. Kwa njia hizi, sekta hizi zinaendelea kuwa chanzo thabiti cha ajira na maendeleo kwa vijana nchini. Mheshimiwa Mnira Hatibu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri. Na swali moja tu la nyongeza. Kwa kuwa sera yetu haijashirikisha sekta binafsi kwa eneo kubwa, je, serikali ipo tayari kurekebisha sera ya michezo hususan kupitia wawekezaji kwa eneo la michezo, sanaa na burudani ili vijana wengi waweze kupata ajira? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995 imetaja mambo ya michezo kama masuala mtambuka na imebainisha ushiriki wa sekta binafsi kwenye maeneo mbalimbali kujaribu kuleta maendeleo ya michezo nchini. Hata hivyo, sera hiyo sasa hivi iko katika marekebisho makubwa, na miongoni mwa mambo ambayo tunakwenda kuyarekebisha ni kuongeza ushiriki na kutambulika kwa sekta binafsi na wawekezaji wake katika kuleta maendeleo ya michezo nchini. Unaweza kuona ushahidi kwa jinsi ambavyo sekta binafsi imekuwa ikiwekeza, ikifanya uwekezaji mkubwa wenye mafanikio katika miaka ya hivi karibuni kwenye masuala ya michezo, na huo ushahidi unaonekana kwenye uwekezaji uliofanywa na makampuni kama Azam, GSM, METL, SportPesa, Mbet na kadhalika. Hata hivyo, kama ambavyo nimetangulia kusema Mheshimiwa Spika, marekebisho ambayo yanafanyika sasa hivi kwenye sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995 yataongeza wigo wa kutambulika kwa sekta binafsi kwenye kuwekeza kwenye masuala ya michezo. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge.